Ndugu waandishi wa habari, tumewaita, kuna vuguvugu ambalo linaendelea kwenye taasisi yetu ya UWASU. Mnamo tarehe 29 ya mwezi wa kwanza tulikuwa na kikao na mheshimiwa diwani wa kata ya Gongo la Mboto. Alikuja kupokea kero za wa kata ya Gongo la Mboto. Kuliibuka tuhuma mbili. Tuhuma ya kwanza, ilionekana taasisi kwa siku inakusanya wastani wa milioni 1. Tuhuma ya pili, ilionekana taasisi ina wanachama 4,000. Lakini kwa maelezo yetu sisi kama viongozi, wanachama ambao wapo kwenye register ambao tumewasajili wako 1,400. Ndani ya kikao kile, mheshimiwa diwani aliunda kamati mbili. Kamati ya kwanza ya kusimamia makusanyo, kamati ya pili ya kuratibu upangaji wa wafanyabiashara. Wakapewa siku 14. Ndani ya siku 14 waliingia barabarani wakafanya hilo zoezi. Lakini tukarudi kwenye kikao cha pili ambacho kilifanyika tarehe 21 ya mwezi wa pili. Kwenye kile kikao hakukuwa na majibu yoyote. Ile kamati ya fedha kwanza ilisema inakusanya kwa siku kwa walitaja majumuisho ya pamoja. Wakasema wamekusanya ndani ya siku 14 wamekusanya milioni 2,800,000, ambazo ni taarifa ni za uongo, ambazo sio za kweli, kwa sababu kama mwanzo walitupa tuhuma wakasema wanakusanya milioni 1, ina maana wastani wa ndani ya siku 14 ilitakiwa kuwe na milioni 14. Haikupatikana majibu, pakazaliwa kikao kingine. Na kamati ya pili ya mipango hawakuja na majibu yoyote. Zaidi wakasema kwamba watu wenye makokoteni tuwaombee waendelee kukaa barabarani. Wakati huo barabara hii unaoiona inatumiwa na vyombo vingi vya usafiri. Kwa mfano kama tuna kiwanda hapo Kisarawe, barabara ndo hii, na kunakuwa na foleni kubwa sana. Ndani ya ule mkutano, mheshimiwa diwani akatoa maagizo. Kwanza akasema kamati ile aliyoiunda iendelee, na akatoa maagizo masaa 72 kwamba ile kamati iandike barua kwenda kwa msajili kulalamikia uongozi. Lakini mpaka leo tunavyozungumza masaa 72 yameshazidi na ile kamati bado inaendelea kufanya kazi. Taasisi kama tutandaje kaagiza kuleta mkutano wa wamachinga. Juzi Jumamosi ilikuwa tarehe wiki iliyoisha hii. Tulienda kwenye mkutano, lakini ule mkutano au kufanikiwa kwa sababu ulivunjika. Kulikuwa na vurugu. Vurugu ilianzishwa na nani? Vurugu ilianzishwa na ile kamati. Inavyosemekana kwamba kuna viashiria vya mbunge kuchechea mgogoro Gongo la Mboto. Kwa sababu sisi viongozi wa taasisi kwanza ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hapo mwanzo tulikuwa upande wake wakati uko mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tulikuwa naye, tukapambana naye, na kweli alishinda, na sio alishinda yeye tu. Alishinda yeye mwenyekiti wa serikali za mtaa, akashinda diwani wa Chadema na mbunge pia wa Chadema ambaye ni bwana Waitala. Lakini baada ya mheshimiwa marehemu Magufuli alivyoingia madarakani, wamachinga wote tulirudi kwenye chama tawala. Ukaja uchaguzi huu hapa ambao wa 2025. Sisi tuliingia tukakinadi chama. Kwa bahati mbaya kwa upande wa diwani alifanikiwa akarudi wa CCM, na kwenye upande wa uraisi mama akapata uraisi, lakini kwenye ubunge tukaanguka. Kwa hiyo inavyosadikika kwamba yeye alizungumza kwamba anahakikisha kwamba uongozi wa machinga anafanya nini? Anauvunja, pamoja na uongozi wa bajaji. Kwenye bajaji amefanikiwa. Kwa machinga ndo kama hivyo unavyoona migogoro inaendelea. Sasa basi, kitu kinachotushangaza sisi na tunaamini kwenye hilo, miezi miwili ya nyuma mheshimiwa huyo mbunge aliita wamachinga pasipo sisi taasisi kujua. Baada ya kupita ile tarehe 29 aliita wamachinga pasipo sisi kujua. Tulisikia tu tangazo, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga anataka kuzungumza na wamachinga wa Gongo la Mboto. Sisi wanaulizana inakuaje, na sisi ndo taasisi hatuna taarifa yoyote. Hata kama tendaji wasema tuende kwenye kikao. Kwa hii kwa sababu ni mwanzo, ukute amekosea atajirekebisha mara nyingine. Lakini jana kishindo leo
limepita tangazo, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga anataka kuzungumza na wamachinga wa Gongo la Mboto. Sasa tunajiuliza swali dogo, yule ni mbunge wa Gongo la Mboto au ni mbunge wa Ukonga? Maana ukizungumza wamachinga hawako Gongo la Mboto tu. Banana kuna wamachinga, Mombasa kuna wamachinga, Gongo la Mboto kuna wamachinga, mwisho wa lami kuna wamachinga mpaka Chanika. Kwa nini Gongo la Mboto? Hapa ndo tunapopata na mashaka kwamba hela inasemekana ina ukweli ndani yake, na ndio maana tumewaita waandishi wa habari tuje tuwaambie na serikali iangalie, kwa sababu kuna viashiria ambavyo sisi tunaviona kusema kweli kwetu sisi sio vizuri. Kwa mfano kama kikao cha juzi, watu wanasimama wanashangilia, wanasema wa ha ha, na ukiangalia mbunge ni Muha. Kwa hiyo serikali, mama anaona, na hiki chombo cha habari kikubwa tu, mkuu wa mkoa Comrade Chalamila anaona, mkuu wa wilaya anaona, ili swala walishughulikia kwa haraka sana, kwa sababu ukiangalia Gongo la Mboto sisi wamachinga tuliokuwa na hatuna sehemu ya kuwapeleka, hata serikali wenyewe wanajua, na hata utulivu wanaouona, tunafanya kazi kubwa sana. Umekuja mradi wa barabara huu, tumesimama kuanzia mwanzo na kampuni ya Sinoaido kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kutokea asali yoyote. Hata pale walipokuwa wanaleta beacon, walinzi, kuna walinzi tuko nao hapa Gowaso, ndio walikuwa wanasimama na kupanga wafanyabiashara na kuambia hapa leo msipange, ujenzi unafanya nini, unaendelea mpaka mradi umeisha, na tulikabidhiwa ofisi kama ofisi kusimamia huo mradi, na kujawahi kutokea asali yoyote. Na mpaka leo ninavyozungumza, kwa mfano kama juzi kulitokea msiba wa Kadenel Pengo, amezikwa hapo Pugu. Chief engineer wa mradi alinipigia simu akaniambia, mwenyekiti, leo wapangeni wafanyabiashara wenu vizuri, na takataka zinazo kwa barabarani ziondoeni, tuna ugeni mkubwa sana. Tulifanya hivyo. Kwa hiyo kila jambo linalofanyika kwa upande wa serikali, hakuna sehemu si hatushirikiana nao, kuanzia watu wa mradi mpaka wakandarasi wa huduma yoyote. Kuna kipindi zilipita nyaya za nani hapa za Mkonga, kama sikosea, mimi sio mtaalamu, lakini wale bwana walikuja ofisini wakaambia sehemu fulani waondoeni wafanyabiashara, wasogezeni tupitishe Mkonga. Tulifanya hivyo, hatujawahi kuna nini. Na hata vikao vya kiserikali, alikuja waziri mkuu, tuliambiwa sisi, alikuja mtendaji ofisini akatuambia siku fulani anakuja waziri mkuu, tutafuteni maeneo ya kufanya nini, ya kufanyia kikao. Tulifanya hivyo. Alikuja mkuu wa mkoa vile vile. Hakuna kiongozi wote wa serikali ambaye anakuja hapa Gongo la Mboto pasipo sisi kuwa na mawasiliano na kuratibu tukishirikiana na serikali. Lakini jana tumeshangaa, tangazo limepita, na hata nyinyi waandishi wa habari mpo, mmeona mtendaji ananipigia simu ananiambia taarifa kikao cha kesho. Mimi nimekishangaa kwa sababu nilipata taarifa nikiwa mazoezini. Kwa hiyo ndo hali halisi ya Gongo la Mboto. Naitwa Bakari Sufiani Mofi, katibu mkuu wa taasisi ya Machinga Gongo la Mboto, kwa maana Gongo la Mboto Machinga Association. Kwanza historia futa sisi tumesajiliwa mwaka 2020 mwezi Machi. Na mimi nilipata bahati kuwa katibu mkuu wa taasisi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza hapa kwa mapana, lakini nataka niweke rekodi sawa. Taasisi yetu sisi haihusiki na siasa, ila ni dhahiri kwamba katiba ya nchi yetu inampa kila mtu uhuru wa kuchagua chama anachokipenda. Zipo kada ambazo zimekatazwa kuwa na siasa, sisi hatukukatazwa. Kwa ndani ofisi yetu kuna wamachinga, kuna wamachinga pia na vyama vya siasa. Wapo wamachinga ambao ni makada wa CCM, wapo wamachinga ambao ni makada wa Chadema, wapo ACT, na hata kwa viongozi hapa mbele pia. Mimi mwana CCM, huyu ni ACT, huyu mwana CCM. Kwa hiyo nataka niweke rekodi sawa. Kuna viashiria vya mgogoro unataka kuzuka Gongo la Mboto. Na sio viashiria, in fact ni mgogoro ambao upo. Katika kikao cha mheshimiwa Dani tulizungumza mheshimiwa mwenyekiti hapa cha 29, zilizuka hoja mbili. Hoja ya kwanza ni kuhusu udai wa machinga, na hoja ya pili kuhusu pato na matumizi. Nikaondoa kamati maana yake kwenda kupeta kugundua nini kilichopatikana, ama zile tuhuma za ukweli ama za uongo. Katika majibu, katika kikao kilichofuata cha kuleta mrejesho, wale kamati iliyoundwa ikaja na majibu kwamba ndani ya siku wiki mbili wamepata milioni 2.8 kwa wastani 1,230 kwa siku moja. Lakini kule waliweka kashfa kwamba taasisi ya Machinga inakusanya milioni 1 kwa siku moja. Matarajio yetu kama Gowaso ilikuwa ni kuona mheshimiwa diwani kwanza anakemea ule ulikuwa ni udhalilishaji wa viongozi, maana ulikuwa ni ya uongo, jambo baya kufanyika. Na pili, aruhusu Gowaso ende, sio kuruhusu, in fact awaambie kwamba kama na changamoto za kitaasisi kuna ngazi za kutatua migogoro. Taasisi yetu sisi imezungumza wazi
Na kama unafahamu taasisi za wizara ya mambo ya ndani, kama unavyoona cheti kilikuwa cha msajili wa vyombo vya kijamii umetolewa, vyombo vya kijamii vipo, kuna utaratibu wa utatuzi wa migogoro katika vyama vya kijamii. Jambo la kwanza, taasisi yetu ina kamati ya nidhamu. Kwa machinga yote mwenye hoja ya msingi yote ambayo kama ana changamoto ana changamoto na viongozi ama taasisi, anapaswa kwanza afuate taratibu wa katiba na kanuni. Kuna kamati ya nidhamu, endapo itashindwa kuna kamati tendaji ya taasisi yetu. Mgogoro, kama mgogoro utashindikana, pia tunaenda mkutano mkuu, na kama mkutano mkuu utashindwa tunakwenda kwa msajili. Na msajili pia akishindwa kutatua mgogoro huo, maana yake mahakama ndio chombo cha mwisho cha utatuzi wa migogoro. Kwa hiyo baada ya kikao kile cha pili, hoja pale wao hataki viongozi. Wakaja na hoja sasa kwamba wamehamisha hoja sasa. Hoja sasa sio mpato na hoja sasa sio kwamba kuhusu fedha ama kuhusu matching, hoja na hoja hataki viongozi. Basi katokea pale vurugu, hatakufikia mwafaka. Lakini diwani akashauri kwamba watu kama mna shida viongozi, Dona alitoa ushauri wa kisheria. Kama mna shida viongozi, ni kama matching, nendeni ofisi ya msajili wa vyombo vya kijamii, ofisi ndogo Dar es Salaam, lakini malalamiko yenu msajili atakuja na majibu mahususi. Lakini kama mnafahamu kwamba uchaguzi uliopita mwaka jana, uchaguzi mkuu mwaka jana, nataka tuweke vile hizi record ziwe clear kwa maslahi mapana ya vyombo vya viongozi wajue. Ofisi yetu ya machinga, miongoni mwa wanachama wao mmoja wapo alipata heshima kwa meneja kampeni wa CCM kata Gongo la Mboto, kutafuta kura za Mheshimiwa Rais, za Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Diwani, ambao ni mimi katibu mkuu kwa meneja kampeni. Lakini meneja kampeni wangu wa CCM haukuhusiana na taasisi. Lakini pia ofisini hapa pia tulikuwa na mwenzetu mmoja ambaye alikuwa ni katibu wa ICT wa jimbo la Ukonga, Mheshimiwa makamu mwenyekiti huyu hapa. Kwa hiyo kwenye harakati za uchaguzi kila mmoja alimnadi mgombea ambaye anafanyaje anamtaka. Na sisi ni dhahiri kwamba tulimnadi mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Diwani. Kwa bahati nzuri ama mbaya, mimi mwana sisi nafasi mbili nikapata, moja nikakosa ya mbunge, na mwenzangu naye akapata nafasi moja, mbili akakosa. Sasa inavyosemekana kwa habari ambazo zinathibitishwa, lakini nadhani serikali ina mkono mrefu, serikali ina vyombo vya kiuchunguzi, serikali ina macho mapana na macho marefu, kwamba inavyosemekana aliyeshinda ubunge akala nadhiri kwamba atakisha viongozi wa machinga anaondoa madarakani, kwa sababu yeye, sisi hatukumunga mkono yeye. Alikuwa na nadhiri mbili, nadhiri ya kwanza viongozi wa machinga, nadhiri ya pili viongozi wale wa kituo cha bajaji inavyosemekana, na kuna viashiria vya uthibitisho watu ambao wanaweza taarifa, lakini sisi kama viongozi hatujathibitisha. Lakini vitendo vyake vinathibitisha, sababu baada ya kuja hapa ikawa vinakaliwa vikao vya machinga wanaitwa inavyosemekana nyumbani kwake, akaunda timu za watu, na nyinyi kama vyombo mkitoa taarifa hivi, na nadhani serikali pia hata kuna vyombo vya usalama waweza wakafanya uchunguzi. Ninaamini kwa asilimia 100 wakifanya uchunguzi haya mambo tutaenda kuathibitisha kama vyombo vya ulinzi na usalama na vyombo vya uchunguzi wale law enforcers. Kwa hiyo akawa vinafanya vikao, anahamasisha fujo kwenye vikao, anahamasisha machinga kurioti. Lakini sisi tumekaa miaka yote hiyo tukiwa tunashirikiana na serikali kwenye kazi zote kama wadau muhimu wa serikali, kwa sababu sisi taasisi ambayo ni binafsi, lakini sisi ni non profit organization, taasisi ambayo haitengenezi faida. Na ni dhahiri kwamba taasisi yetu kuna michango ya ada, kiingilio, kuna vyanzo vya mapato, kuna michango ya ada za kila mwezi, kuna miradi tokanayo na taasisi, sawa. Na hoja zao nyingi wamezileta mezani kwamba wengine wanasema watakampata matumizi, jambo lishasoma miaka ya nyuma, na tukawaambia kama shida pata matumizi pia tunasoma tarehe 20 mwezi wa 3 mwezi huu mapato na matumizi. Lakini wote hawakutaka, wanataka tusome pata matumizi kwenye mkutano wa diwani, ambao kisheria mkutano wa diwani sio mkutano mkuu wa Goaso, ule mkutano wa diwani kuchukua kero. Au kanuni na taratibu zinakataza mwenyekiti au katibu mkuu kusoma pata matumizi katika sehemu ile ambayo si sehemu, sio jukwaa sahihi na sio mkutano sahihi, kwa sababu mkutano mkuu wa machinga lazima aje mwanachama ambaye amesajiliwa, analipa pale mwanachama ambaye yuko hai. Kwa hiyo ilipoenda pale ikatokea rapsha hizo. Lakini taarifa tulizonazo hata vikao vikaliwa, hata juzi watu wamekaa kikao wanazungumza, tuliandaa mkutano mkuu tarehe 3 wa Goaso kuja kuwapa wa machinga kuhusu dhoruba ilitokeza hiyo. Kwenye mkutano ule inavyosemekana na kwa habari za chini kwamba Mheshimiwa Mbunge aliwaambia watu waje wafanye fujo kwenye mkutano usifanyike, waje wafanye fujo. Na ni kweli kwamba ile timu ambayo hata kapita anatembea nao mtaani ndio kuja mkutano ikafanya fujo. Wakati tulikuwa na wageni, tulikuwa na mkuu wa kanda pamoja na ajenda kuja kuzungumzia mambo mengine, lakini palikuwa na watu wa serikali pia kutoa taarifa serikali kuhusu
uwepo wa machinga barabarani. Kuna sehemu machinga alikuja taarifa kwamba watakuwa wasogezwe waondolewe kule mitaa lelini. Kabla hazienda kwenye ajenda wakaanzisha fujo. Maana yake sisi tunatengeneza hisia kama binadamu, inawezekana yale mabunio kwa kuzungumzwa pengine na uhalisia, pengine na uhalisia. Kule katokea fujo, pale tokea fujo pale mkutano ule haukufanyika ukavunjika. Hatukuishia kwa sababu sisi ni wadau wa amani, tunapenda amani. Na katika uongozi, kiongozi imara hakubali kuchokozeka na anapaswa na uongozi ngumu. Tulifanya tukaita viongozi wa machinga mkoa na wilaya ili kuja kutafuta ufumbuzi wa mtanzuko ulitokeza swali hili ujitokeze. Tukafanya kama mheshimiwa diwani na mtendaji kata. Tukasema turudi babani tufanye wajibu wetu, lakini wapa ushauri tutumie hatua za kisheria na hatua za kinidhamu. Sasa kwa nini tumeita vyombo vya habari leo? Mwenyekiti kasema na mimi kama mtendaji wake wa taasisi nasema kwamba tumeita vyombo vya habari kwa sababu sisi ni binadamu. Tuna ngozi, ukichomwa unaumia. Na tuna damu, tukichoma pia kutoka damu. Ipo siku uvumilivu utatushinda, tutachokozeka. Lakini pia sisi tuna wafuasi, sisi tunaamini wa machinga bado ni wengi atungona kushinda machinga walionao wao, wachache. Na mpaka sasa machinga wao kwenye taharuki. Kwa hiyo itafika kipindi wa machinga wataamua kufanya maamuzi, italeta uvunjifu wa nini? Wa amani. Na nyinyi mnafahamu ni habari. Mbunge ni kiongozi mkubwa. Sisi hapa kwa nini ukubwa wake? Japo si mamlaka ili mwakilishi, lakini ana nguvu za kiuchumi. Sawa? Kwa hiyo wakati mwingine sisi tunapambana na mtu ambaye kimsingi katika siasa kama ni yeye kwa anashiriki, ni mtu mwenye power. Kwa hiyo tupite mambo ya habari maana serikali ijue kwamba tuna mtu ambaye kimsingi hatupi nafasi ya kupumua kwenye taasisi yetu na nataka ingilie. Na nyinyi mnafahamu kwa mujibu wa sheria na taratibu, hakuna sehemu kwenye katiba ya taasisi yetu ama kwenye vyama vya kijamii inayompa nguvu mbunge kuingilia mamlaka ya nini? Ya taasisi. Kwenye sehemu ama kwenye utendaji ama kwenye uongozi ama hata kwenye kuimpact uchaguzi, kwenye kuathiri nini? Uchaguzi. Mamlaka pekee kwa mujibu wa katiba hii ambayo inampa nguvu ni Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia kwa msajili wa vyama vya kijamii ama Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia ushauri wa msajili wa vyama vya kijamii. Sasa anaingilia haya mambo, tunachosema tunahofia isikatokea taharuki miongoni wa machinga wakachukua hatua ili kuihami taasisi yao na kuhami uongozi wao. Kwa majina naitwa Rajabu Isa Abdalla, ni makamu mwenyekiti wa taasisi ya GOASO. Sisi kama machinga kata ya Gongo la Mboto tuko kwenye taharuki kubwa. Baada ya kikao, viongozi wenzangu wamesema, mimi nitaweka machache tu. Tumekuwa na kikao majuzi ambacho tuliwaalika viongozi mbalimbali kutoka mpaka kwa mkurugenzi, wawakilishi, mkuu wa kanda namba 5 kwa ajili ya kuja kuongelea masuala mapana ya kimachinga. Lakini cha ajabu, tumekwenda kwenye mkutano ule au kufanyika, imefanyika vurugu. Na sisi tunajua kabisa viashiria vingi vimetoka kwa vijana na baadhi ya viongozi tunawajua huenda wakawa wanahusika kufanya jambo hilo kwa sababu wamekuwa wakijinadi muda mrefu. Sasa sisi kama viongozi tunaiomba serikali, ina mikono mirefu, hebu ije ifanye uchunguzi tuone huyu anayelishikilia jambo hili ni nani. Kwa sababu sisi tunachotaka ni amani kwenye mitaa yetu, kwenye kata yetu, kwenye nchi yetu. Huenda tukizembea machafuko haya machache yanayoanza, viashiria hivi baadaye vitazua taharuki, tunaweza kushindwa kuishi kwa amani kwenye kata yetu au mitaa yetu. Yangu ni hayo.